Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tulitazama kichwa kilichokuwa kinasema kurejesha katika mpango wa ukombozi. Tukaona tukitaka kuelewe kazi ya kurejesha lazima tuelewe kwanza kazi ya kununua. Tukaona jinsi ambavyo kazi ya kununua ilikuwa ikifanyika katika Israeli ya kale, kwa sababu tulisema hatutaweza kuelewa wakati wa sasa mpaka tuelewe historia. Kwa hiyo tulitazama katika historia jinsi ambavyo kazi ya kununua ilikuwa ikifanyika, na tukaona kazi ya kununua ilikuwa inamuhusu mwana kondoo. Tukatazama kipindi ambapo mtu wa Mungu katika taifa la Israeli alipotenda dhambi, alimchukua mnyama na akaenda naye katika lango la hema ya kukutania, na mbele ya lango la hema ya kukutania tuliona kulikuwa kunapatikana sehemu ya kwanza ya mfumo mzima wa patakatifu au maskani ya Bwana au hema ya kukutania iliyokuwa inaitwa ua wa nje. Na kitu cha kwanza pale kilichokuwa kinaonekana katika ua wa nje kilikuwa ni madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo tukaona mtu alipotenda dhambi, alipofika katika lango la hema ya kukutania, aliweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mnyama, na yule mnyama alichinjwa, na alichinjwa kwa sababu alibeba hatia ya mwana wa Israeli ambaye alimleta katika hema ya kukutania. Kwa hiyo tukaona baada ya mnyama kuchinjwa katika ua wa nje, kuhani alikinga damu yake na akaingia nayo katika chumba cha kwanza cha hekalu, ambayo ni sehemu ya pili ya mfumo mzima wa patakatifu au maskani au hema ya kukutania. Na hiki chumba cha kwanza cha hekalu, ambayo ni sehemu ya pili ya hema ya kukutania au maskani ya Bwana, kinaitwa patakatifu. Hapa ndipo kuhani aliingia na akaanza kunyunyiza damu yake mbele ya pazia. Kwa hiyo hii damu ya mnyama ambayo ilikuwa inanyunyizwa mbele ya pazia ilikuwa ikiwakilisha hamisho la dhambi kutoka kwa mwana wa Israeli mwenye hatia kupitia mnyama na kwenda katika chumba cha kwanza ambacho kinaitwa patakatifu. Na tukaona wana wa Israeli kipindi dhambi zao zinahamishiwa katika chumba cha kwanza katika hekalu ambacho kinaitwa patakatifu, Mungu aliweza kuwasamehe, lakini kumbukumbu yao ilibaki katika chumba hicho, kwa sababu ishara ya damu ni uwepo wa kumbukumbu ya dhambi. Kwa sababu tulisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, neno la Mungu linasema wala pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tukaona uwepo wa damu ni ishara ya ondoleo la dhambi, na tukaona hili zoezi lilikuwa linafanyika kila siku. Na pamoja na zoezi hili katika madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ambayo yuko katika ua wa nje, kuna wanakondoo wawili walikuwa wakitolewa kama dhabihu ya sadaka ya kuteketezwa. Tulitazama katika kitabu cha Hesabu sura 28 mstari wa 3 na ule wa 4. Tukatazama mstari wa 4, neno la Mungu linasema mwanakondoo mmoja utamsongeza asubuhi, na asubuhi tuliyoiona hapo ni saa 3, na mwanakondoo mwingine utamsongeza jioni, na jioni tuliyoitazama hapo ilikuwa ni saa 9. Kwa hiyo tukaona hawa wanakondoo ambao walikuwa wakitolewa asubuhi na jioni kwa tofauti ya masaa 6 kwa siku walimwakilisha Kristo. Ndio maana Kristo alipoangikwa pale msalabani ilikuwa ni saa 3 asubuhi, na ilipofika saa 9 ndipo alipokata roho yake. Kwa hiyo tukatazama mfano ulikutana na halisi kwa wakati ambao manabii walitabiri, na uhalisia wa kile ambacho wana wa Israeli walikuwa wakitoa sadaka ya kuteketezwa kupitia hawa wana kondoo. Tuliona Kristo alikuja
kukamilisha. Lakini pia tukatazama uhamishaji wa dhambi katika patakatifu, ambacho ni chumba cha kwanza cha hekalu au sehemu ya pili ya maskani, au mfumo mzima wa hema ya kukutania au mfumo mzima wa patakatifu ulikuwa pia ukifanyika kupitia makuhani kula nyama ya wanyama ambao walikuwa wakichukua dhambi za wana wa Israeli. Kwa hiyo tukaona sio mara zote kuhani au makuhani waliingia na damu katika chumba cha kwanza na kunyunyiza mbele ya pazia kuonesha hamisho la dhambi kutoka kwa mwana wa Israeli kupitia mnyama wa kafara na kwenda katika chumba cha kwanza cha hekalu ambacho ni patakatifu, lakini pia kupitia makuhani kula nyama ya mnyama wa kafara ambaye aliletwa kwa ajili ya kufanya upatanisho. Kwa hiyo tukatazama kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 25 na mstari wa 26, lakini pia tukatazama kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa 17 na ule mstari wa 18. Kwa hiyo tukaona hizi huduma zilikuwa zinafanyika kila siku na zilikichafua hiki chumba cha kwanza kinachoitwa patakatifu katika hekalu au sehemu ya pili katika mfumo mzima wa maskani ya Bwana. Kwa hiyo ili kukisafisha chumba hiki cha kwanza katika hekalu, ili mlazimu kuhani mkuu akuingia kuhani wa kawaida kwa ajili ya kutakasa chumba hiki cha kwanza ambacho kimechafuliwa na dhambi za wana wa Israeli, kwa sababu ni kweli Mungu aliwasamehe, lakini kumbukumbu zao zilikuwa zimebaki katika chumba hicho cha kwanza kwa ishara ya damu, kama nilivyo kuambia katika kitabu cha Waebrania 9:22, wala pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tukatazama si makuhani wa kawaida ambao walikitakasa chumba hiki cha kwanza, lakini alikuwa ni kuhani mkuu ambaye aliingia ndani ya patakatifu patakatifu ambacho ni chumba cha pili cha hekalu, ambao ni sehemu ya tatu ya mfumo mzima wa patakatifu au maskani ya Bwana au hema ya kukutania. Na tukatazama tukio hili lilikuwa linafanyika tarehe 10 mwezi wa 7 mara moja kwa mwaka ili kuweza kukitakasa chumba cha kwanza ambacho kinaitwa patakatifu. Na ili chumba cha kwanza kitakaswe katika hekalu ambacho ni patakatifu, lazima dhambi zifutwe au ziondolewe. Na dhambi zitakapofutwa na kuondolewa, ndipo hekalu zima ambalo lilikuwa limebeba hatia au kumbukumbu ya dhambi ya wana wa Israeli lilikuwa takatifu, lilitakaswa. Kwa sababu tuliona mwishoni mwa siku hii ya upatanisho ambayo ilikuwa ikifanyika tarehe 10 mwezi wa 7 baada ya kuhani kumaliza huduma yake, kuna mbuzi ambaye alikuwa anaitwa mbuzi wa Azazeli ambaye aliachwa hai mpaka mwisho wa sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo kuhani alipotoka katika chumba cha pili cha hekalu ambacho ni patakatifu sana na kumaliza kufanya upatanisho pia kwa ajili ya chumba cha kwanza cha hekalu ambacho ni patakatifu, tuliona kuhani alitoka na akaweka mikono yake miwili juu ya mbuzi wa Azazeli. Na huyo mbuzi wa Azazeli nilikwambia alikuwa anamwakilisha Shetani. Kwa hiyo kuhani alipoweka mikono yake miwili juu ya yule mbuzi, dhambi zilirejeshwa kikamilifu kwa yule mbuzi ambaye alikuwa anamwakilisha Shetani. Kwa hiyo tukaangalia pia hata katika uhalisia kama vile ambavyo makuhani walianza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kuingia na damu ya mnyama katika chumba cha kwanza cha patakatifu katika hekalu, halikadhalika Kristo naye ambaye ni kuhani wetu mkuu mwaka wa 31 BK aliingia katika chumba cha kwanza, si kwa damu ya wanyama wa kafara. Tulisoma katika kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 12, si kwa damu ya ndama wala mbuzi, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia katika patakatifu kwa njia ya kuanza kufanya kazi ya kurejesha. Na tuliona hii kazi ya kurejeshwa ambayo Kristo alikuwa akiifanya katika chumba
cha kwanza cha patakatifu katika hekalu la mbinguni ilikuwa ni kwa njia ya kufunika dhambi za waumini wake wanaotubu hapa duniani. Kwa hiyo tukatazama ni kazi ambayo Kristo alikuwa akiifanya kwa takribani karne 18, yaani miaka 1813, na ilipofika tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Kristo alitoka patakatifu katika hekalu la mbinguni ambacho ni chumba cha kwanza, akaingia katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu pa patakatifu kwa ajili ya kumaliza kazi ya kurejesha kwa njia ya kufuta dhambi kwa waumini wake waliotubu hapa duniani. Na tukaona tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Yesu tu alikuwa afanyi kazi ya kufuta dhambi, kwa sababu tuliona hata ile kazi ambayo alikuwa akiifanya katika chumba cha kwanza cha patakatifu ya kufunika dhambi za waumini wake wanaotubu pia aliendeleza katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo tukatazama ya kwamba Kristo kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 alianza kufanya utakaso wa chumba cha kwanza, na ili chumba cha kwanza kitakaswa katika hekalu la mbinguni au ili hekalu litakaswe, ni lazima dhambi za waumini wake hapa duniani ziweze kuondolewa au kufutwa, ili kumbukumbu yao isibakie katika nakala zilizoko juu mbinguni. Na Kristo akisha kumaliza kufanya huduma hiyo atakuja hapa duniani, na kitendo cha Kristo kuonekana angani katika marejeo yake mara ya pili atakuwa anaweka dhambi za waumini wake ambao wametubu juu ya shetani. Na kama vile mbuzi wa Azazeli alivyochukuliwa na mkono wa mtu aliye tayari, mtu ambaye alikuja kwa wakati na akampeleka jangwani, alikadhalika baada ya sikukuu ya patanisho kuisha, miaka 6000 kuisha, kwa sababu tulitazama kazi ya kununua inachukua miaka 4000 na kazi ya kurejesha inachukua miaka 2000, jumla miaka 6000. Tuliona miaka 6000 itakapokwisha pia shetani atabeba dhambi za waumini wote ambao wametubu, wale ambao Kristo aliwakomboa kwa damu yake, na kupitia kazi yake ya ukuhani alikuwa akiwapatanisha kikamilifu na Baba wa mbinguni. Shetani atachukua dhambi za waumini wa Kristo ambao ametubu na atabaki katika ukiwa wa dunia hii kwa kipindi cha miaka 1000. Kwa hiyo tukamalizia kwa kusema Kristo alikuwa anafanya kazi ya kufuta dhambi katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu sana, kwa wale ambao rehema imekoma. Lakini kwa wale ambao bado wana rehema, Kristo bado anaendelea kufunika dhambi zao kama alivyokuwa akifanya kazi ya kurejesha katika chumba cha kwanza katika hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu. Kwa hiyo tukaona kumbe fungu la Danieli 8:14 linalosema akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Fungu hilo linatupeleka tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, kipindi Kristo aliingia katika chumba hicho kwa ajili ya kutakasa hekalu. Na tukaona ili hekalu litakaswe lazima dhambi za waumini ziweze kuondolewa, na ili dhambi za waumini ziweze kuondolewa lazima hukumu ya upelelezi ifanyike. Ndio maana swala la ufutaji wa dhambi au uondoaji wa dhambi au utakaso wa hekalu linaenda sambamba na swala la hukumu ya upelelezi. Na nikakuahidi panapo majira kama haya tutaanza kujifunza somo la hukumu ya upelelezi, kwa sababu kusudi la hukumu ya upelelezi au kazi ambayo Kristo anaifanya katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni limeelezwa katika kitabu cha Zaburi. Katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 12, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi sura ya 103 na ule mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi ndivyo
alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kwa hiyo kama kuhani mkuu alivyoweka dhambi za wana wa Israeli mbali nao kwa kuziweka juu ya mbuzi wa Azazeli, na huyo mbuzi wa Azazeli akapelekwa jangwani mahali pasipokaliwa na watu, hivyo Kristo aliingia katika chumba cha pili tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 kwa ajili ya kufanya kazi ya kuweka dhambi za watu wake mbali nao na mbali na hekalu lililoko mbinguni, yaani kuziweka juu ya kichwa cha shetani, na ili shetani abaki katika ukiwa wa dunia kwa kipindi cha miaka 1000. Kwa hiyo tuliona Kristo atakamilisha kusudi hilo la kuweka dhambi mbali na watu wake kwa njia ya hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo somo tutakalo litazama katika siku ya leo linaitwa hukumu ya upelelezi. Na kwa sababu somo hili ni pana, nitakuwa nimeligawa katika vipande kadhaa. Kwa hiyo kama una kalamu, kama una karatasi na Biblia yako mkononi, andika kichwa cha somo, hukumu ya upelelezi, sehemu ya kwanza. Lakini kabla ya kuanza somo hili, ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti, utapiga magoti. Ikiwa una fursa ya kukaa, utakaa, na ikiwa umesimama, dumu ukifanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako. Peke yangu siwezi na sistahili kufundisha somo hili, lakini nifanye kustahili kuzungumza na wana wako kuhusiana na huduma ambayo unaifanya katika hekalu la mbinguni, katika chumba cha pili kinachoitwa patakatifu pa patakatifu. Na mhitaji wako mtakatifu zaidi katika muda huu, ili aweze kunikumbusha yale yote ambayo yanaweza kaniandaa mimi na yakamwandaa msikilizaji kusimama na kunufaika na huduma ambayo unaifanya katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni. Tunakusii malaika zako waweze kuwa pamoja nasi, wakinishawishi mimi mhutubu na wakimshawishi hata mtazamaji na msikilizaji, ili wote Baba tuweze kuifikiria toba na hatimaye tuweze kusimama na tupate ujasiri wa kukuona ujapo mara ya pili katika mawingu ya mbinguni kwa ajili ya kumponda kichwa shetani na kuweka dhambi zote za waumini ambao wametubu juu yake, ili hatimaye abakie katika ukiwa huu wa dunia kipindi cha miaka 1000, wakati sisi tukienda kuishi pamoja na wewe mbinguni muda huo wa miaka 1000. Tunaamini umesikia, na hata yale ambayo sijayazungumza mbele zako unayajua na utajibu sawa na mapenzi yako. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Unapotazama katika kitabu cha Malaki, fungua pamoja nami katika kitabu cha Malaki. Malaki ni kitabu cha mwisho katika Agano la Kale. Sura ya 3 tutasoma mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Sura hii ya kitabu cha Malaki inazungumzia kuhusiana na hukumu ya upelelezi. Unapotazama katika kitabu cha Malaki sura ya 3 na ule mstari wa 1, nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, angalieni na mtuma mjumbe wangu. Na tuliona Kristo ndiyo mjumbe wa agano jipya lililo bora zaidi. Kwa anayezungumziwa hapa ni Kristo, naye ataitengeneza njia mbele yangu, naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Hii lugha ambayo imetumika hapa, kulijilia hekalu lake ghafla, inamaanisha kazi ambayo Kristo alianza kuifanya katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu sana. Kwa sababu Biblia inajifafanua yenyewe katika aya zinazofuata, utaweza kuona hichi ninachokueleza ni amini na kweli. Anaendelea kusema hapa, naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 2 anasema, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Kuja kwa Kristo hakumaanishi tu yeye kuonekana mara ya pili katika mawingu ya mbinguni, lakini pia kuna maanisha
kuingia katika chumba cha pili tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 kwa ajili ya kufanya hukumu ya upelelezi. Naendelea kusema katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha. Kwa hiyo hapa kuna swali ambalo tunatakiwa kujiuliza. Mstari wa 2 nitarudia, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Kuja kwa Kristo kunakozungumziwa hapa katika Malaki 3 ni kuingia katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya hukumu ya upelelezi au utakasaji wa hekalu au ondoleo la dhambi, ambapo huduma hiyo ndiyo itakuwa na kusababisha Kristo aje mara ya pili katika mawingu ya mbinguni. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi ni chanzo kitakachosababisha matokeo ya ujio wa Kristo mara ya pili katika mawingu ya mbinguni. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi isipofanyika, Kristo hawezi akaja mara ya pili, na kama hatutaweza kustahimili katika hukumu ya upelelezi, hatutaweza kustahimili katika ujio wa Kristo mara ya pili katika mawingu ya mbinguni, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa sana kati ya hukumu ya upelelezi pamoja na ufufuo wa kwanza. Ndio maana hapa anaendelea kusema ya kwamba mstari wa 2 Malaki 3, kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo, naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Mstari wa 4, wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana. Na siku zote Yuda na Yerusalemu ni miji ambayo watu wa Mungu au Israeli walikuwa wakikaa, ilikuwa ni makao yao, na Yerusalemu ndipo hapo nyumba ya Mungu ilipojengwa, yaani hekalu lake. Kwa hiyo hapa hata anapoendelea kusema wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu, kwa sababu Yuda na Yerusalemu kama miji haiwezi katoa dhabihu, lakini ni watu wanaokaa ndani yake. Anasema zitakapopendeza mbele za Bwana kama katika siku za kale. Anaendelea kusema na kama katika miaka ya zamani. Mstari wa 5, nami nitawakaribieni ili kuhukumu. Kwa hapo anasema nami nitakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao wapao kwa uongo na juu yao wamwoneao mwenye kuajiliwa kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima, na kumpotosha mgeni asipate haki yake, wala waniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Neno ambalo limetumika hapa kumwogopa Mungu haimaanishi tumtumikie kwa hofu, lakini inamaanisha kumcha Bwana, kwa sababu Biblia ya Kiingereza imesema fear the Lord. Sasa fear the Lord kwa Kiswahili mtu anaweza katafsiri kuogopa, lakini tafsiri ambayo inaleta mantiki zaidi ni kumcha Bwana. Na unapotazama pia tumesoma fungu la Danieli 8:10 nalosema akaniambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Fungu hilo linatupeleka, nimekuambia, siku ambapo hukumu ilianza kufanyika katika hekalu la mbinguni, katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu patakatifu, na unabii wa siku 2300 ambao ni miaka 2300 naanza mwaka wa 457 kabla ya Kristo hadi mwaka wa 1844. Lakini pia Mtume Paulo alitaja siku ambayo Bwana atalijilia hekalu lake ghafla, au siku ambayo Bwana atatoka patakatifu ataingia patakatifu kwa ajili ya kufanya kazi ya hukumu ya upelelezi. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume.
Fungua pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 31. Usikilize kile ambacho neno la Mungu linasema kuhusiana na hukumu ya upelelezi, kwa sababu hapa tunaangalia wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo Danieli alitaja wakati wa hukumu ya upelelezi kama mwaka 1844, yaani miisho ya unabii wa miaka 2300. Lakini pia Malaki ametaja wakati wa hukumu ya upelelezi tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Lakini pia hata Mtume Paulo anatuambia hapa wakati wa hukumu ya upelelezi, kwa sababu kabla ya kuanza kujifunza hukumu ya upelelezi kwa kina, lazima tuanze pia kuelewa hii hukumu ya upelelezi ilianza kufanyika wakati gani. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 31, neno la Mungu linasema kwa maana ameweka siku. Siku inawakilisha wakati. Anasema kwa maana ameweka siku atakayo wahukumu walimwengu kwa haki. Na neno hili ambalo limetumika kama walimwengu, tafsiri sahihi ni dunia. Kwa hiyo fungu hili litasomeka kwa maana ameweka siku atakayoihukumu dunia kwa haki. Haimaanisha kwamba Mungu atahukumu dunia, lakini wakazi wa dunia yetu. Anasema kwa haki. Anaendelea kusema kwa mtu yule aliyemchagua. Nani ambaye Baba amemchagua kwa ajili ya kufanya hukumu? Ni Yesu Kristo. Fungu linajifafanua. Anaendelea kusema kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Ni Kristo Yesu alifufuka mwaka wa 31, akaingia katika chumba cha kwanza kwa kuanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi, na akafanya kazi hiyo kwa miaka 1813, na alipokamilisha kazi hiyo katika chumba cha kwanza, akaingia katika chumba cha pili 1844 tarehe 22 mwezi wa 10, ili aanze kufanya kazi ambayo Paulo anaizungumzia hapa. Lakini pia hata Yohana wa Ufunuo, unapotazama, fungua pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo Yohana. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14, nitasoma mstari wa 7. Ufunuo Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, huyu ni malaika wa kwanza, anasema akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo saa ya hukumu ambayo pia Yohana anaizungumzia hapa ni tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Kwa hiyo mafungu haya yote yanatuthibitishia wakati ambao Bwana aliweka kwa ajili ya hukumu ya upelelezi. Na tumeona huu wakati ambao Bwana ameweka kwa ajili ya hukumu ya upelelezi ulitimia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Kwa hiyo baada ya kuangalia wakati wa hukumu ya upelelezi, ni lazima tuelewe jinsi ambavyo hukumu ya upelelezi inafanyika, kwa sababu unapotazama katika kitabu cha Walumi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Walumi sura ya 14. Walumi sura ya 14 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, basi ni hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Lakini pia ukitaka kulielewa fungu hili, pia unaweza kusoma fungu la Wakorinto wa pili. Fungua pamoja nami kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 5 na ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa. Fungu hili la Wakorinto wa pili 5:10 lina maana au dhima hiyo hiyo ya Warumi 14:12. Yanahusiana haya mafungu na anazungumzia kitu kimoja. Anasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kwa hiyo ni lini tulianza kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo? Nimekwambia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Katika kitabu cha Pambano Kuu, sikiliza kile
ambacho mjumbe wa Mungu anasema pia kuhusiana na wakati wa hukumu ya upelelezi. Maana na Mungu anasema waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana wokovu. Kwa hiyo tumetazama katika Biblia wakati unaotajwa hapo ni tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, na kile ambacho Biblia inasema ndicho ambacho pia nabii anazungumza. Maana tunaambiwa roho za manabii huwatii manabii, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, si Mungu wa machafuko. Unapotazama, nimekuambia katika kitabu cha Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu kwa Kiingereza ni Great Controversy, ukurasa wa 486. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema kuhusiana na wakati wa hukumu ya upelelezi. Nimekuambia fungua pamoja nami katika kitabu cha Pambano Kuu, lakini hizi kurasa nazo kutajia ni kurasa za Kiingereza, ukurasa wa 486 na ile aya ya kwanza. Sikiliza hiki ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema katika wakati ulioamriwa. Huu wakati ulioamriwa ndio wakati wa Danieli 8:14. Anasema katika wakati ulioamriwa kwa ajili ya hukumu, na Danieli 8:14 inazungumzia miaka 2300. Anasema kwa ajili ya hukumu, mwisho wa siku. Anaanza kutaja hapa, ndio maana kama vile ambavyo Biblia inajifafanua ndivyo vile ambavyo leo nabii inajifafanua. Anasema mwisho wa siku 2300, lakini haishii hapo. Anaendelea kusema katika mwaka 1844 kazi ya upelelezi na kufuta dhambi ilianza. Ndio maana nikwambia ili dhambi zifutwe au ile hekalu litakaswe, ni lazima hukumu ya upelelezi ifanyike. Kwa hiyo huwezi ukatenganisha kazi ya ufutaji wa dhambi na kazi ya hukumu ya upelelezi. Vyote vina kusudi moja, kutakasa hekalu la mbinguni na kutenga dhambi za watu wa Mungu mbali nao, ili hatimaye Kristo azirejeshe kikamilifu kwa chanzo cha dhambi ambaye ni Shetani. Nabii anaendelea kusema wote ambao daima wao wenyewe ulichukua jina la Kristo. Sasa nitapenda tuweze kutafakari sentensi hii anayosema wote ambao daima wao wenyewe ulichukua jina la Kristo. Nimekwambia kuna uhusiano mkubwa kati ya ufufuo wa kwanza au ujio wa Yesu mara ya pili, kwa sababu Yesu anapokuja mara ya pili ni kwa ajili ya ufufuo wa kwanza na hukumu ya upelelezi inayofanyika katika hekalu la mbinguni. Kimoja ni chanzo na kingine ni matokeo. Kwa hiyo ufufuo wa kwanza, maandiko yanatuambia ni kwa ajili ya wenye haki. Unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana, tutarejea katika nukuu hii. Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana, Ufunuo Yohana sura ya 20, Ufunuo Yohana sura ya 20, nitasoma mstari wa 5 na mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 5 na wa 6, neno la Mungu linasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Anasema huo ndiyo ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu. Lugha mtakatifu ni mtu mwenye haki, mtu ambaye amedai kumwamini Kristo. Anasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Anasema heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Kwa hiyo tunaona kumbe ufufuo wa kwanza ni kwa ajili ya wenye haki, na neno wenye haki nalo litumia hapa simaanishi watakatifu, kwa sababu wenye haki wako katika makundi mawili. Ndio maana Kristo alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 na kuendelea, si kila mtu anayeambia Bwana Bwana, si kila anayejidai mwenye haki ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye anayefanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kwa hiyo si kila Mkristo ataokolewa, kwa sababu si kila Mkristo anafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi ambayo inafanyika hapa si kwa ajili ya wakana Mungu, si kwa ajili ya waovu. Hukumu ya upelelezi inayofanyika katika hekalu la mbinguni kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 ni kwa ajili ya wale ambao wamejidai kumwamini Kristo. Kwa hiyo miongoni mwao
Kutakuwa kuna makundi mawili tu. Wapo ambao watashinda hukumuni na kuwa wenye haki halisi na kuwa watoto wa Mungu, yani watakatifu, na wapo ambao watapimwa, watahesabiwa na wataonekana kuwa wamepungua. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa ya kwamba wote ambao daima wao wenyewe ulichukua jina la Kristo. Hii sentensi ndio inawakilisha wenye haki. Ndio maana nimekwambia ufufuo wa kwanza ni kwa ajili ya wenye haki, na bila kazi ya hukumu ya upelelezi ambayo ni kwa ajili ya wenye haki hakutaweza kuwa na ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo kama shetani atazuia kazi ya hukumu ya upelelezi isifanyike katika hekalu la mbinguni na kufikia mwisho wake, ana hakika ya kwamba ufufuo wa kwanza hautakamilika. Lakini lipo tumaini. Katika jicho la unabii tunaona Kristo atashinda na atakamilisha kazi ya hukumu ya upelelezi, na mwisho wa siku kuja kuwachukua watu wake katika ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo anasema hapa, wote ambao daima wao wenyewe ulichukua jina la Kristo ni lazima wapite katika uchunguzi wake makini. Kwa hiyo kabla ya Kristo kuja kuwachukua hapa duniani, ni lazima kwanza wachunguze wale ambao wanadai kumwamini katika hekalu la mbinguni, na wale ambao watafaa ndio watakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kwa sababu siku zote jamii ya Kikristo kuna makundi mawili, kuna ngano na magugu. Na ngano na magugu siku zote vinaweza visionekane kwa sasa, lakini tunaambiwa mwisho wa wakati au mwisho wa dunia ngano na magugu vitatenganishwa. Kwa hiyo katika wenye haki kuna makundi mawili. Kuna wenye haki ambao ni ngano, yaani walio waaminifu kwa Mungu, wanatenda sawasawa na nuru walionayo, yaani nuru ambayo Bwana anawapatia, na wapo ambao hawatendi sawasawa na nuru ambayo Bwana anawapatia. Wanatamani tu kuitwa kwa jina la Kristo, lakini watembee katika njia yake. Hao ni magugu, na mwisho wa hukumu wa upelelezi hawatapata sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo wanasema hapa ya kwamba wanasema wote ambao daima wao wenyewe ulichukua jina la Kristo ni lazima wapite katika uchunguzi wake makini. Anasema wote walio hai. Sasa walio hai ni wenye haki. Wote walio hai pamoja na waliokufa watahukumiwa. Lakini pia tutarejea katika hii nukuu. Natamani nikuoneshe pia nukuu nyingine ambayo inasema hukumu inayofanyika ni kwa ajili ya wenye haki, yaani wale ambao wanajidai kumwamini Kristo. Miongoni mwao wapo ambao watakubaliwa na wapo ambao watakataliwa. Unapotazama ni kitabu hiki cha Pambano Kuu, tutarejea katika hii nukuu na tutaimalizia. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu 483 na ile aya ya kwanza, Great Controversy, ukurasa wa 483 na ile aya ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema wakati vitabu vya kumbukumbu vinapofunguliwa, vitabu vinafunguliwa wakati wa hukumu. Tutaendelea kuangalia jinsi ambavyo hukumu inafanyika. Anasema katika hukumu maisha ya wote ambao wamemwamini Yesu. Kwa hiyo sio wote ambao wamemwamini Yesu wataokolewa, lakini ni wale ambao wamemwamini Yesu na kutembea katika mapenzi yake. Hawalibebi tu jina la Kristo, lakini wanaishi sawasawa na neno lake. Ndio maana anasema hapa kwamba maisha ya wote ambao wamemwamini Yesu yanachunguzwa mbele za Mungu. Na ukiendelea kusoma nukuu, anasema majina mengine yanakataliwa na majina mengine yanakubaliwa. Ngoja nikusomee na kitabu hapa hiki cha Pambano Kuu cha Kiswahili, nikusomee 483 na haya ya kwanza. Anaendelea kusema hapa ya kwamba wakati vitabu vya kumbukumbu vinapofunguliwa katika hukumu, maisha ya wote ambao wamemwamini Yesu yanachunguzwa mbele za Mungu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba majina mengine yanakubaliwa na majina mengine yanakataliwa. Kwa nini majina mengine yanakubaliwa na majina mengine yanakataliwa? Na tumesema hukumu ambayo inafanyika ni kwa ajili ya wenye haki. Neno wenye haki ambalo nimekuambia hapa halimaanisha kwamba kila mwenye haki ataokolewa, lakini mwenye haki atakaokolewa ni yule ambaye ameshinda dhambi na ameishi sawasawa na kile ambacho Mungu amemfunulia. Kwa hiyo neno ambalo naweza nikalitumia ili uweze kuelewa kwa urahisi mwenye haki ni kama watu wa Mungu au kanisa lake. Kwa hiyo hata
katika kanisa siku zote kuna makundi mawili, kuna ngano na magugu, kama ambavyo unasoma mfano wa Kristo katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 ya kwamba mpanzi alipanda mbegu njema katika konde, lakini adui akaja akapanda magugu. Kwa hiyo magugu tunafahamu ni wana wa giza na ngano ni wana wa nuru. Kwa hiyo hawa watatofautishwa wakati hukumu ya upelelezi inafanywa katika hekalu la mbinguni, na wale ambao watakuwa ni wana wa nuru na ambao Mungu ataona wanastahili kupata ufufuo wa kwanza, atakuja sasa duniani ili kuweza kuwachukua. Tutarejea katika nukuu ya awali ya Pambano Kuu 486 na ile aya ya kwanza. Lakini pia nitakusomea nukuu ya Pambano Kuu 485 na ile aya ya pili. Nukuu hii inazidi kuthibitisha kuna uhusiano mkubwa kati ya hukumu ya upelelezi na ufufuo wa kwanza. Hukumu ya upelelezi ni chanzo na ufufuo wa kwanza ni matokeo. Kwa hiyo shetani anapambana na chanzo ili matokeo yasikamilike. Anapambana na hukumu ya upelelezi ili aendelee kuwashikilia wana wa nuru, yani wenye haki walioshinda mbele za Mungu katika makaburi yao milele zote. Lakini shetani hatofanikiwa, Kristo atashinda. Katika kitabu cha Pambano Kuu, hizi kurasa nazo kusomea, nimekwambia ni kurasa za Kiingereza, Great Controversy, ukurasa wa 485 na ile aya ya pili. Mjumbe wa Mungu anasema kazi ya hukumu ya upelelezi na ufutaji wa dhambi. Nimekwambia vitu vinaenda sambamba. Unaposikia ufutaji wa dhambi ndio utakaso wa hekalu au ondoleo la dhambi. Anasema kazi ya hukumu ya upelelezi na ufutaji wa dhambi itakamilishwa kabla ya tukio la kuja kwa Bwana mara ya pili. Kwa hiyo Yesu hawezi, ndio maana wakina William Miller, nimekwambia Yesu hawezi akaja mara ya pili mpaka akamilishe kazi ya hukumu ya upelelezi. Ndio maana wakina William Miller waliamini Yesu anakuja duniani, na hakuja kwa sababu kulikuwa kuna kazi ambayo anatakiwa kuikamilisha katika chumba cha pili, ili ambao anakuja kuwachukua wawe tayari wamehesabiwa kustahili kabla yeye kuonekana katika mawingu ya mbinguni, yani katika hekalu lililoko juu mbinguni, katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu patakatifu. Ndio maana hapa anasema kazi ya hukumu ya upelelezi na ufutaji wa dhambi itakamilishwa kabla ya tukio la kuja kwa Bwana mara ya pili. Lakini anaendelea kusema katika kitabu cha Pambano Kuu. Nukuu hizi zinazo kusomea ni za muhimu ili uweze kuelewa uhusiano uliopo kati ya hukumu ya upelelezi na ufufuo wa kwanza. Unaposoma katika kitabu cha Great Controversy, hizi kurasa unazo kusomea ni za Kiingereza 482 na ile aya ya 3. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Mjumbe wa Mungu anasema wale wahesabi wao kuwa wamestahili. Hesabu inafanyika wakati wa hukumu ya upelelezi inaendelea katika hekalu la mbinguni, na zoezi hili la kuwapima wale wanaostahili kupata ufufuo wa kwanza lilianza, nimekwambia, tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Ndio maana anasema hapa ya kwamba wale wahesabi wao kuwa wamestahili katika hukumu watapata sehemu katika ufufuo wa wenye haki. Kwa ndio maana nakwambia ufufuo wa kwanza ni kwa ajili ya wenye haki, kama tulivyosoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 6 ya kwamba huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo huo. Juu yao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Kristo pamoja na Mungu, naye watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Ndio maana panaendelea kusema Yesu alisema wale wahesabi wao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, wanakuwa sawasawa na malaika na wanakuwa wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Ananukuu fungu la Luka 20:35 hadi 36. Na alisema tena kwamba wale waliotenda mema watatoka katika ufufuo wa uzima. Ananukuu Yohana 5:29. Anasema wenye haki waliokufa hawatafufuliwa mpaka baada ya hukumu ambayo wanahesabiwa kustahili, ufufuo wa uzima. Kwa hiyo hawatakuwepo kimwili katika mahakama wakati taarifa zao zikichunguzwa na kesi zao kuamriwa. Kwa hiyo hapa hii nukuu pia inatuambia kuna uhusiano kati ya hukumu ya upelelezi na ufufuo wa kwanza. Kwa kama ufufuo wa kwanza ni kwa ajili ya wenye haki, hivyo hivyo hukumu ya upelelezi ni kwa ajili ya wenye haki. Na nimekwambia mfano mrahisi ili kuweza kuelewa neno
mwenye haki ni waumini wa Kristo, wale wanaojidai kuwa wafuasi wake. Wapo ambao watakubaliwa na wapo ambao watakataliwa, na watakao kataliwa hawatakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza Yesu anapokuja mara ya pili. Ufufuo wa kwanza, watakao fufuka ni wenye haki tu, watakao fufuka na kwenda pamoja naye katika makao ya mbinguni. Kwa hiyo turejee katika nukuu ya awali, nukuu ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa inatuonesha wakati wa hukumu, kwa sababu tumeona Biblia imetaja wakati wa hukumu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Hali kadhalika pia roho ya unabii imetaja wakati wa hukumu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Ndio tulikuwa tunasoma hii nukuu na ikatupatia msingi wa kuweza kuelewa uhusiano uliopo kati ya hukumu ya upelelezi na ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo nabii anasema katika wakati ulioamriwa kwa ajili ya hukumu, mwisho wa siku 2300, katika mwaka wa 1844 kazi ya upelelezi na kufuta dhambi ilianza. Hapo wakati umetajwa kikamilifu. Anaendelea kusema wote ambao daima wao wenyewe ulichukua jina la Kristo, hii kauli tumeisha ifafanua, ni lazima wapite katika uchunguzi wake makini, yani wale wanaojidai kuwa wenye haki. Kwa hiyo inabidi Kristo awachunguze ili wenye haki wa halisi wapate fursa ya ufufuo wa kwanza na kuishi pamoja na yeye milele zote. Anasema wote walio hai pamoja na waliokufa watahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Lakini pia unaposoma kitabu cha jumbe zilizochaguliwa, kwa Kiingereza ni selected messages, jumbe zilizochaguliwa, yani selected message, kurasa nazo kusomea ni za Kiingereza. Gombo la kwanza, selected messages volume 1, gombo la kwanza, ukurasa wa 125 na ile aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema pia kuhusiana na wakati wa hukumu, kwa sababu fungu ambalo tumekuwa tukilisoma la Mhubiri 3:1 linasema kwa maana kila jambo na majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi, wakati ambao Mungu aliutenga ni tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Ndio maana nakwambia tutakapoanza sasa kuelewa wakati wa hukumu ya upelelezi, ndipo tutaanza sasa kujifunza jinsi ya hukumu ya upelelezi inavyofanyika. Anasema hapa nabii, katika mwaka wa 1844 kuhani wetu mkuu. Kwa hapa ametaja wazi tena, ni nukuu nyingine katika kitabu kingine, anasema katika mwaka wa 1844 kuhani wetu mkuu aliingia patakatifu sana katika hekalu la mbinguni ili kuanza kazi ya hukumu ya upelelezi. Ndio maana fungu ambalo tulikuwa tukilisoma kabla ya kusoma nukuu hii lilikuwa ni fungu la Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 10, ambalo lilikuwa linafafanua fungu la Warumi sura ya 14 na ule mstari wa 12. Turejee katika kitabu cha Wakorinto wa pili. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 na ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kwa hiyo fungu hili watu pia huwa hawalielewi vizuri, kwa sababu wengi tuna mtazamo ya kwamba Mungu anapofanya hukumu ya upelelezi tutakuwepo kimwili, lakini sisi hatutadhihirishwa kimwili wakati wa hukumu ya upelelezi. Hatutaweza kudhihirishwa kimwili wakati wa hukumu ya upelelezi, lakini tunadhihirishwaje? Kwa sababu hili fungu linasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Tutadhihirishwaje mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo? Biblia inajifafanua. Hukumu ya upelelezi inayofanyika haifanyiki sisi tukiwepo kimwili, haifanyiki kwa wenye haki kuwepo kimwili katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni ambapo kuna kiti cha hukumu cha Kristo. Lakini inafanyikaje? Biblia inatueleza. Unapofungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli, utaona sisi hatutadhihirishwa kimwili, lakini tunadhihirishwa kwa njia ya vitabu ambavyo vina taarifa
za matendo yetu, mawazo yetu na nia za asili sana mbele za Mungu. Unapotazama katika kitabu cha Danieli, fungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli sura ya 7. Kitabu cha Danieli ni baada tu ya kitabu cha Ezekieli. Unapotazama katika kitabu cha Danieli sura ya 7, Danieli anataja jinsi ambavyo hukumu inafanyika. Kwa hiyo Danieli anafafanua fungu la Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, Danieli sura ya 7 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hili neno wakasimama kwa lugha nyingine ni kudhihirishwa. Kwa hili fungu linataja kabisa tunasimamaje mbele ya Kristo wakati ambapo anafanya hukumu ya upelelezi, au tunadhihirishwaje mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo anapofanya kazi ya hukumu ya upelelezi. Ndio maana nikwambia, si kwa njia ya sisi kuwepo kimwili, lakini ni kupitia vitabu ambavyo vina taarifa vya matendo yetu, mawazo yetu, maneno pamoja na nia za siri sana na makusudi ya moyo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hili fungu linatupeleka mwaka 1844. Anasema hukumu ikawekwa, anasema na vitabu vikafunuliwa. Anasema hapa hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Kumbe sisi hatutadhihirishwa kimwili wakati wa hukumu ya upelelezi, lakini tutadhihirishwa kwa njia ya taarifa zinazopatikana katika vitabu katika hekalu la mbinguni. Lakini neno la Mungu linatuambia, kwa maana ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Unapotazama pia katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo Yohana. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 20, nitasoma mstari wa 11 na mstari wa 12, nikupatie msingi wa kuelewa ya kwamba hukumu inafanyika kwa njia ya vitabu ambavyo vina taarifa zetu, na vitabu hivyo vipo katika hekalu la mbinguni. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 20, mstari wa 11 na mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu. Kwa sababu Paulo anasema imetupasa kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Yohana pia anasitaji imetupasa kudhihirishwa mbele ya kiti cha enzi cha Kristo. Danieli pia aliona watu wenye haki wanasimama mbele ya kiti cha enzi cha Kristo kupitia vitabu ambavyo vinapatikana katika hekalu la mbinguni, na ni kwa njia hiyo hukumu ya upelelezi inafanyika. Ndio maana hapa narudia, anasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Mstari wa 12, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama. Neno ambalo Yohana analitumia ndio neno ambalo Danieli analitumia, wamesimama. Wamesimama kwa njia gani? Kwa vitabu kufunguliwa. Hebu ngoja pia tuone pia kile ambacho Yohana wa Ufunuo anakieleza. Na kumbuka, Waadventista wa Sabato tunaelewa vizuri fundisho la wafu. Mtu akifa hawezi akawa hai tena mpaka ufufuo wa kwanza. Hilo tunalifahamu wazi. Kwa hiyo hili fungu unaposoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana 20:12, anaposema nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Kwa hiyo je, mfu anaweza akasimama mbele ya hicho kiti cha enzi? Si kweli. Lakini anasimamaje? Hata mtu anapokufa bado kunakuwa kuna kumbukumbu zake, bado kunakuwa kuna taarifa zake katika vitabu vinavyopatikana katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo hata wafu wanaozungumziwa hapa sio kwamba wanasimama kimwili, kwa sababu neno la Mungu linatuambia
Wafu hawajui neno lolote, hawana sehemu yoyote kwa kile kinachofanyika chini ya jua. Na Ayubu anasema, je, mtu akifa atakuwa hai tena? Hapana, mpaka wakati wa ufufuo. Kwa hiyo hiki kipindi pia katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 12 kinatupeleka mwaka 1844, kipindi Kristo aliingia patakatifu kwa ajili ya kwanza kufanya kazi ya hukumu ya upelelezi, na wahukumu wenye haki wake, wale wanaodai kulichukua jina lake kwa njia ya wao kuwepo kimwili, lakini ni kupitia taarifa zinazopatikana katika vitabu katika makao ya mbinguni. Ndio maana panaendelea kusema wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Kwa hiyo wanasimamaje? Nimekwambia roho za manabii watii manabii. Kwa hiyo jinsi ambavyo Danieli alielezewa na wanasimama, ndivyo pia Yohana anaeleza wanasimama. Anasema hapa, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Na vitabu vikafunguliwa. Anasema na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo kumbe wafu hawatakuwepo kimwili, walio hai hawatakuwepo kimwili, na hao wafu na walio hai wote ni wenye haki. Wale ambao wanadai kulichukua jina la Kristo, hao ndio watahukumiwa. Hawatakuwepo kimwili, lakini watahukumiwa kwa njia ya vitabu, kwa sababu vitabu hivyo vinapofunguliwa, taarifa za historia na maisha yao zinasomeka wazi. Matendo yao, maneno yao, mawazo yao, hata nia za siri sana zinakuwa wazi mbele ya vitabu vilivyoko mbinguni. Ndio maana unapotazama hii nukuu katika kitabu cha Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy 482 aya 3, ni nukuu ambayo tumeisha isoma. Nitasoma pale ambapo natamani paweze kueleweka. Anasema hapa, wenye haki waliokufa hawatafufuliwa mpaka baada ya hukumu ambayo wanahesabiwa kustahili. Hii hukumu ambayo wanahesabiwa kustahili ni hukumu ya upelelezi. Anasema ufufuo wa uzima. Kwa hiyo hawatakuwepo kimwili katika mahakama. Kwa hiyo kama hawatakuwa kimwili katika mahakama, wanakuwepo kwa njia gani? Nimekwambia kwa njia ya vitabu, na kwa sababu hivyo vitabu vina taarifa zao, taarifa za maneno yao, matendo yao, mawazo pamoja na nia za siri sana. Ndio maana panaendelea kusema, kwa hiyo hawatakuwepo kimwili katika mahakama wakati taarifa zao zikichunguzwa. Kwa hiyo hawatakuwepo kimwili, lakini kuna vitabu ambavyo vimebeba taarifa zao. Anasema wakati taarifa zao zikichunguzwa na kesi zao kuamriwa. Kesi zao kuamriwa ni aidha kupotea milele au kuokolewa milele. Lakini pia ukija ukatazama katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, Great Controversy 483 na ile aya ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema wakati vitabu vya kumbukumbu vinapofunguliwa. Kwa hiyo kumbe hukumu inafanyika kwa njia ya vitabu. Anasema vinapofunguliwa wakati gani? Katika hukumu. Kwa hiyo vilianza kufunguliwa tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Anasema katika hukumu maisha ya wote ambao wamemwamini Kristo yanachunguzwa mbele za Mungu. Yanachunguzwaje? Si kwa njia wao kuwepo kimwili, lakini ni kupitia vitabu katika hekalu la mbinguni, ambavyo vitabu hivyo vimebeba taarifa zao. Lakini pia unaporejea katika hii nukuu ya Pambano Kuu au Great Controversy kwa Kiingereza 486 na ile aya ya kwanza, nitasoma pale ambapo natamani niweze kuweka shabaha yangu. Anasema wote walio hai pamoja na waliokufa watahukumiwa. Kivipi? Katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Kwa hiyo watahukumiwa kupitia vitabu. Anasema sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo kumbe kuna vitabu ambavyo Mungu amevitenga kwa ajili ya kufanya hukumu ya upelelezi, na hivi vitabu vinaitwa vitabu vya kumbukumbu. Hivi vitabu vya kumbukumbu ndivyo vitabu ambavyo vinatumika katika hukumu ya upelelezi. Na
hivi vitabu vya kumbukumbu vipo katika madaraja au vipo katika makundi au vipo katika aina tatu. Na aina kwanza ya kitabu, aina ya pili ya kitabu na aina ya tatu ya kitabu, vyote vinabeba taarifa mahususi au taarifa husika kwa ajili ya kusaidia tukio au zoezi la hukumu ya upelelezi. Na aina ya kwanza ya kitabu kinachotumika wakati wa hukumu ya upelelezi kinaitwa kitabu cha uzima. Unapotazama katika kitabu cha Luka, Injili ya Luka, unapotazama katika kitabu cha Injili ya Luka, Injili ya Luka sura ya 10. Nitasoma mstari wa 20, lakini sura hii ni sura ambayo inazungumzia jinsi ambavyo Kristo aliwatuma wanafunzi wake waende kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo nitasoma fungu la 20 ambalo linazungumzia ya kwamba wale ambao wanafanya kazi ya Mungu majina yao yanaandikwa katika kitabu cha uzima, na Biblia itatupatia majibu. Kwa hiyo kitabu cha uzima ni kitabu ambacho kinatumika katika hukumu ya upelelezi. Ni aina ya kitabu cha kumbukumbu kinachotumika katika hukumu ya upelelezi. Unaposoma katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 10 na ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hasa haya majina ambayo ni kwa ajili ya wale ambao wanafanya kazi ya Mungu, kwa sababu Kristo aliwatuma wanafunzi wake wafanye kazi ya Mungu. Anasema ni kweli yameandikwa mbinguni, lakini swali, katika kitabu kipi? Biblia inatueleza. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3. Sikiliza kile ambacho mjumbe pia wa Mungu anasema. Mjumbe wa Mungu anayemzungumzia hapa alienda kitabu cha Wafilipi ni Paulo. Alifahamu pia kuhusiana na kitabu cha uzima. Nimekwambia kitabu hiki cha uzima kina majina ya wote ambao na taarifa za wote ambao wameingia katika kazi ya Mungu. Unapotazama, kwa sababu tumeangalia katika kitabu cha Luka 10:20, tukaona Yesu anawaambia wanafunzi wake, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika vitabu vya mbinguni. Hasa ni kitabu kipi ambacho kina taarifa au majina ya wale ambao wameingia katika kazi ya Mungu? Paulo anatueleza katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 2 na ule wa 3. Mjumbe wa Mungu anasema, mjumbe wa Mungu anayemzungumzia hapa ni Paulo, anasema, na msi Euodia na msi na Sintike wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli. Mjoli wa kweli, maana mjoli ni mhudumu au mtumwa wa kweli. Kweli ni neno, watakase kwa ile kweli lako ndio kweli. Mhudumu wa neno la Mungu, mhudumu wa Injili. Anasema hapa ya kwamba naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana nazidi kufafanua, walishindania Injili pamoja nami. Kwa maana walishindania Injili pamoja nami, na Klementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Kumbe kitabu cha uzima kina taarifa za wote ambao daima wamefanya kazi ya Mungu. Unapoangalia pia kitabu cha Ufunuo wa Yohana, tasoma Ufunuo wa Yohana 20:12, ni fungu ambalo tumekwisha lisoma. Unapoangalia Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Kwa kumbe kitabu cha uzima kimeelezwa pia katika neno la Mungu kama aina ya kitabu cha kumbukumbu kinachotumika katika hukumu ya upelelezi. Anasema na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho kinaitwa kitabu
cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo. Ndio maana hapa amesema vitabu, lakini ametaja kitabu kimoja. Lakini pia tukitazama Ufunuo Yohana 21:27, neno la Mungu linasema, Ufunuo Yohana 21:27, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ndio maana hata unapotazama kitabu cha Ufunuo Yohana 13:8 tunaambiwa ya kwamba wote watamsujudu mnyama, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hiyo kile ambacho pia Biblia imeeleza kuhusiana na taarifa na aina ya kitabu hiki cha kumbukumbu ambacho ni kitabu cha uzima, Jumbe wa Mungu pia anafafanua, na kile ambacho anaelezea ndicho kile ambacho Biblia imeelezea. Unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu, fungua pamoja nami katika kitabu cha Pambano Kuu, katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy. Nitakusomea ukurasa za Kiingereza, Pambano Kuu 480 na ile aya ya 3. Pambano Kuu 480 na ile aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema, kitabu cha uzima kinachukua majina ya wote ambao daima wameingia kwenye kazi ya Mungu. Yesu aliwaamuru wanafunzi wake, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Ananukuu Luka 10:20. Paulo anaongea kuhusu watendakazi wake waaminifu ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Ananukuu wa Filipi 4:3. Danieli akitazama hadi katika wakati wa taabu ambayo mfano wake kamwe haukuwahi kuwepo, anasema kwamba watu wa Mungu wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile ambacho Danieli anakitaja katika Danieli 12:1 na 2 ni kitabu cha uzima. Anasema kila mmoja ambaye ameonekana ameandikwa katika kitabu kile. Na Yohana wa Ufunuo anasema kwamba wale tu watakaoingia katika mji wa Mungu ni ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ananukuu Danieli 12:1 na Ufunuo Yohana 21 na 27. Kwa hiyo ni aina ya kwanza ya kitabu cha kumbukumbu kinachotumika katika hukumu ya upelelezi. Lakini aina ya pili, nimekwambia vitabu viko vitatu. Aina ya pili ya kitabu cha kumbukumbu kinachotumika katika hukumu ya upelelezi kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Unapotazama katika kitabu cha Malaki, Malaki ni kitabu cha mwisho. Nimekwambia sura ya 3 ya Malaki inazungumzia hukumu ya upelelezi. Unapotazama katika kitabu cha Malaki sura ya 3, Malaki sura ya 3, nitasoma mstari wa 16. Malaki sura ya 3 mstari wa 16. Sikiliza kile ambacho neno la Mungu linasema. Anasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kwa kitabu cha ukumbusho kina taarifa za wale ambao wamemcha Bwana na kulitafakari jina lake. Na kumcha Bwana ni kujitenga na uovu, yani kuzishika amri zake, kwa sababu jina la Mungu ni tabia yake ambayo inadhihirishwa kupitia sheria yake, yani amri 10. Kwa hiyo kulitafakari jina la Bwana kunakozungumziwa hapa ni kulitafakari sheria ya Mungu. Ndio maana mtunga Zaburi anasema, sheria yako naipenda ajabu, ndiyo tafakari yangu mchana kutwa. Kwa hiyo kutafakari jina la Mungu ni kutafakari sheria yake. Kwa hiyo kitabu cha ukumbusho kina taarifa za wale ambao wamemcha Bwana na wamekuwa kilitafakari jina lake. Lakini sio taarifa hizo tu zinazopatikana katika kitabu cha ukumbusho ambacho kinatumika katika hukumu ya upelelezi. Taarifa nyingine ambayo inapatikana katika kitabu hiki cha ukumbusho ni kila jaribu unalolishinda, kila gumu unalopitia, Bwana analiona, na kupitia malaika zake ambao wanakusanya taarifa na kupeleka taarifa hizo katika nakala zilizoko mbinguni, wanaona vyote na kuvinakili katika
kitabu cha ukumbusho. Vyote unavyopitia, ikiwa ni majaribu, ikiwa ni changamoto, ikiwa ni hali ngumu ambayo unapitia katika maisha, Mungu anaona na anaandika katika kitabu kinachoitwa kitabu cha ukumbusho. Unapotazama katika kitabu cha Zaburi 56 mstari wa 8, Zaburi 56 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, umehesabu kutangatanga kwangu. Mtu anayetangatanga ni mtu ambaye hana makao maalum, mtu ambaye hana msimamo, mtu ambaye anapitia ziki, mtu ambaye anapitia msukosuko. Ndio maana hapa anasema hapa kwamba umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Kwa hiyo vilio vyote Bwana anaviandika katika kitabu cha ukumbusho kwa njia malaika zake. Anasema, je, hayamo katika kitabu chako? Hichi kitabu ambacho Daudi anauliza hapa, Malaki ameisha kijibu akisema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao wanaomcha Mungu na kulitafakari jina lake. Lakini pia taarifa nyingine ambayo inapatikana katika aina hii ya pili ya kitabu cha ukumbusho kinachotumika katika kipindi cha hukumu ya upelelezi ni matendo mema yote unayoyafanya kwa ajili ya Mungu na wanadamu wenzako, na maneno yote ya tumaini na faraja unayowaambia wenzako yananakiliwa katika aina hii ya pili ya kitabu ambacho kinaitwa kitabu cha ukumbusho kinachotumika katika kipindi cha hukumu ya upelelezi au wakati wa hukumu ya upelelezi. Unapotazama, fungua pamoja nami kitabu cha Nehemia. Nehemia sura ya 13. Nehemia sura ya 13. Nehemia ni kitabu baada ya Ezra au kitabu kabla ya Esther. Nehemia sura ya 13 na mstari wa 14, neno la Mungu linasema, Nehemia sura ya 13 na mstari wa 14, neno la Mungu linasema, unikumbukie hayo, Mungu wangu, wala usifute fadhili zangu. Unikumbukie hayo, Mungu wangu, wala usifute fadhili zangu nilizotenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Asizifute kutoka wapi? Kutoka katika kitabu cha ukumbusho. Anasema, wala usifute fadhili zangu nilizozitenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu na kwa ajili ya taratibu zake. Lakini pia nabii hajatuacha gizani, ameeleza pia kitabu hiki cha ukumbusho, na kile ambacho Biblia inaeleza ndicho kile ambacho nabii anaeleza. Unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu, Pambano Kuu, Great Controversy, na kusomea hizi kurasa katika kitabu cha Kiingereza ambacho kinaitwa Great Controversy, Pambano Kuu kwa Kiingereza ni Great Controversy, ukurasa wa 481 na ile aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Kitabu cha ukumbusho kinaandikwa mbele za Mungu, ambacho ndani yake kunaandikwa matendo mema ya waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nimekwambia jina la Mungu ni tabia yake ambayo inadhihirishwa kupitia sheria yake. Kwa lugha nyingine, jina la Mungu ni sheria yake. Ananukuu Malaki 3:16, maneno yao ya imani, matendo yao ya upendo yanaandikwa mbinguni. Nehemia ananukuu jambo hili wakati asemapo, nikumbuke Mungu wangu, wala usifute matendo yangu mema ambayo nimeyatenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Nehemia 13:14. Katika kitabu cha Mungu cha ukumbusho, kila tendo la haki linadumishwa milele. Humo kila jaribu lililopingwa, kila uovu unaoshindwa, kila neno la fadhili linalosemwa linaandikwa kwa uaminifu, na kila tendo la kujitoa, kila taabu na huzuni iliyovumiliwa kwa ajili ya Kristo. Ndio maana Daudi alivumilia kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Mungu wake. Anasema kwa ajili ya Kristo huandikwa. Mtunga Zaburi anasema, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Zaburi 56
mstari wa 8. Lakini aina ya mwisho ya kitabu ndicho kitabu nyeti kitakachoamua kuokolewa au kupotea. Na ndicho kitabu, ni kweli vitabu hivi vyote vinafunguliwa wakati wa hukumu ya upelelezi. Ndio maana tunaambiwa na vitabu vikafunguliwa ni wingi. Lakini kitabu kinachoamua hatima ya mtu sio kitabu cha uzima. Unaweza ukafanya kazi ya Mungu na bado ukapotea. Kitabu cha ukumbusho pia hakiamui hatima ya mtu wa Mungu. Unaweza ukapitia majaribu mengi, ukafanya wema, lakini bado ukapotea. Unaweza hata ukavumilia tabu kwa ajili ya Kristo na bado ukapotea. Ndio maana maandiko yanatuambia kwamba hata kama nikiutoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidii kitu. Nisipofikia ukamilifu bado nitapotea. Kwa hiyo kitabu ambacho kinaamua, au aina ya tatu ya kitabu cha kumbukumbu kinachotumika katika hukumu ya upelelezi, kinachoamua hatima ya mtu, ni kitabu kinachoitwa kitabu cha kumbukumbu cha dhambi. Kinaitwa kitabu cha kumbukumbu cha dhambi, au kifupi tu unaweza kusema kitabu cha dhambi. Na kitabu hiki kinajieleza, kinabeba dhambi zetu zote ambazo tumezifanya kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na nia za siri sana. Zote ovu zinaandikwa katika kitabu hiki cha dhambi pasipo kukosewa. Unapotazama katika kitabu cha Isaya, fungua pamoja nami katika kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha nabii Isaya sura ya 65. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 65, nitasoma mstari wa 6 na mstari wa 7. Nitaunganisha haya mafungu, nitaunganisha fungu la mstari wa 6 na nitasoma fungu la mstari wa 7. Sikiliza kile ambacho neno la Mungu linasema kuhusiana na kitabu cha dhambi. Anasema, tazama neno hili limeandikwa mbele zangu. Limeandikwa wapi? Katika kitabu cha mbinguni. Hiki kitabu cha mbinguni ni kitabu cha kumbukumbu cha dhambi, na ndicho kitabu ambacho kinaamua hatima yetu, aidha kuokolewa milele au kupotea milele. Anasema, tazama neno hili limeandikwa mbele zangu. Mstari wa 7, maovu yenu na maovu ya baba zenu pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo imeandikwa wapi? Katika kitabu cha kumbukumbu cha dhambi. Ndio maana pia Kristo alizungumzia kuhusiana na hicho kitabu. Unapotazama katika kitabu cha Mathayo, fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo, kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 12. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 12, nitasoma mstari wa 36 na mstari wa 37. Neno la Mungu linasema, basi nawaambia, kila neno lisilo maana, kila mzaa, neno lisilo maana, neno ovu, mzaa. Anasema kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa sababu gani? Unaposoma Isaya, tumesoma Isaya 65:6 na 7. Tazama neno hili limeandikwa mbele zangu. Neno gani? Maovu yenu na maovu ya baba zenu pamoja, asema Bwana. Na hapa Yesu anasema, basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Mstari wa 37 anasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Lakini pia Paulo alielezea, unapofungua katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kuhusiana na hichi kitabu cha kumbukumbu cha dhambi. Unapoangalia Wakorintho wa kwanza sura ya 4, kumbuka nimekwambia mzigo wa kila kitabu, mzigo wa kila maneno ya kifungu cha Biblia ni kukufunulia dhima ya ajabu ambayo ni mpango wa wokovu, na mpango wa ukombozi sasa hivi uko katika miisho yake kwa njia ya hukumu ya upelelezi. Unapotazama katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4, Wakorintho wa kwanza sura ya 4, nitasoma mstari wa 5, uone pia kitabu cha kumbukumbu cha dhambi kinatajwa na mtume Paulo. Neno la Mungu linasema, basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake. Anaendelea kusema, hata ajapo Bwana. Nimekwambia kuja kwa Bwana haimaanishi tu Yesu atakapoonekana mara ya pili katika mawingu ya mbinguni, lakini alipoingia patakatifu sana tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya hukumu ya upelelezi. Anaendelea kusema hapa ya kwamba basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atayamurikisha yaliyo sitirika ya giza
na kuyadhihirisha mashauri ya moyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Na mtu mwenye hekima katika Mhubiri, unapofungua kitabu cha Mhubiri, anahitimisha kuelezea kitabu hiki cha kumbukumbu cha dhambi. Unapotazama kitabu cha Mhubiri, Mhubiri sura ya 12, nitasoma na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri. Ndio maana kila neno la siri, kila ovu limeandikwa katika kitabu cha dhambi, katika nakala iliyoko mbinguni. Anasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au, niko katika mlengwa huu, likiwa baya. Kwa kila neno baya limeandikwa katika kitabu cha kumbukumbu cha dhambi, na ndio kitabu pekee kinachoamua hatima yetu, aidha kuokolewa milele au kupotea milele. Nabii pia ameelezea kitu hiki kuhusiana na kitabu cha kumbukumbu cha dhambi. Unaposoma katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, kurasa nazo kusomea hapa ni za Kiingereza 481 na ile aya ya 2. Mjumbe wa Mungu anasema, pia kuna kitabu cha kumbukumbu cha dhambi za wanadamu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Hapo tena ametaja pia kuna kitabu cha kumbukumbu cha dhambi za wanadamu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Mwokozi anasema, kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Mhubiri 12 mstari wa 14. Mathayo 12 36 hadi 37. Anasema, makusudi na nia ya siri, makusudi na nia ya siri huonekana katika kitabu cha kumbukumbu kisichokosea. Kwa maana Mungu atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya moyo. Mahali fulani, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika hiki kitabu cha Pambano Kuu, katika sura ya 28, ambayo inazungumzia kukabili kumbukumbu za maisha. Tutarejea kuangalia hiyo nukuu, lakini kuna kitu nitakusomea katika kitabu cha Pambano Kuu. Kurasa za Kiingereza ni Great Controversy 486 aya ya 2. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Tutamalizia hiyo nukuu kwa sababu nataka tu nikazie hapo mjumbe wa Mungu anaposema ya kwamba makusudi na nia ya siri huonekana katika kitabu cha kumbukumbu kisichokosea. Kwa maana Mungu atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya moyo. Sasa unapo pata nafasi, sikiliza nukuu hii. Mjumbe wa Mungu anasema, na ukipata nafasi hii sura ya Pambano Kuu 28 ipitie yote. Ni sura ambayo inazungumzia hukumu ya upelelezi. Ukipata nafasi ipitia sura hii yote, sura 28 ya kitabu cha Pambano Kuu ambayo inasema kukabili kumbukumbu za maisha. Anasema hapa, dhambi inaweza kusitiriwa, kukanushwa na kufichwa kwa baba. Anaendelea kutaja mama, mke, watoto na marafiki, au kwa mtu yoyote, lakini hatia ya mtendaji wake inaweza kuhifadhi kwa upendo mkubwa tuhuma ndogo kabisa ya kosa, lakini inawekwa wazi mbele ya wapelelezi wa mbinguni. Wapelelezi wa mbinguni wanaozungumziwa hapa ni malaika. Anaendelea kusema, kwa sababu Mungu anapatia uwezo pia wa kuyafunua hata mawazo yetu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba giza totolo la usiku, usiri wa hila zote za udanganyifu hazitoshi kufunika hata wazo moja kutoka kwenye maarifa ya Mungu. Mungu ana taarifa halisi za kila tendo ovu na kila mpango potofu.
Yeye hadanganywi na muonekano wa uchaji wa Mungu. Ndio maana sio kwamba unapojidai mwenye haki au unapojidai wewe ni Mkristo utaokolewa. Hapana, inatakiwa utembee katika mapenzi ya Mungu kuanzia katika vilindi vya moyo wako, sio tu nje ili watu wakuone, lakini uongofu lazima uanzie ndani ya moyo wako. Ndio maana hapa naendelea kusema hapa kwamba yeye hadanganywi na muonekano wa uchaji wa Mungu. Yeye hafanyi kosa lolote katika upimaji wake wa tabia. Watu wanaweza kudanganywa na wale ambao wameoza ndani ya moyo. Ndio maana hukumu ya upelelezi lazima ifanyike katika hekalu la mbinguni, ili hata malaika wajue wale ambao wanastahili kuwa wenye haki halisi na wale ambao walikuwa ni wenye haki bandia, ambao watakuwa na sehemu katika ufufuo wa pili, sio ufufuo wa kwanza. Ndio maana hapa naendelea kusema pia kwamba watu wanaweza kudanganywa na wale ambao wameoza ndani ya moyo. Ndio maana pia hukumu ya upelelezi inafanyika. Sio kwamba Kristo ajui yeye ni Mungu, anajua yote, lakini kudhihirisha hata malimwengu na malaika wale ambao wanastahili kuingia katika makao ya milele na kuishi na Bwana siku zote, ili Kristo atakapokamilisha hiyo kazi, kila mmoja, malaika na malimwengu na wanadamu, waseme ni za haki na za kweli hukumu zako. Ndio maana hapa naendelea kusema, lakini Mungu hupenya ndani ya moyo na kuona hila zote na husoma maisha ya ndani. Pambano Kuu, Great Controversy, kurasa za Kiingereza 486 aya ya pili. Kwa hiyo nitamalizia nukuu ya Great Controversy 481 aya ya pili, ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na kitabu cha Kumbukumbu cha Dhambi. Anasema makusudi na nia ya asili huonekana katika kitabu cha Kumbukumbu kisichokosea. Ndicho nilichokuwa nakazia. Anasema kwa maana Mungu atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Wakorintho wa kwanza 4:5. Tazama neno hili limeandikwa mbele yangu, maovu yenu na maovu ya baba zenu, asema Bwana Mungu. Isaya 65:6 hadi 7. Na mpendwa, kuna kitu ambacho watu wanachanganya. Hukumu ya upelelezi imeanza mwaka 1844 tarehe 22 mwezi wa 10. Kwa sababu hukumu ya upelelezi ina maneno mawili. Neno la kwanza ni upelelezi. Upelelezi ni uchunguzi. Na uchunguzi unaofanywa au uchunguzi ambao unaambatanishwa na hukumu, sio malaika kupeleka taarifa katika hekalu la mbinguni, lakini ni uchunguzi ambao unafanywa katika vitabu vinavyotumika katika hukumu, au upelelezi unaofanywa katika vitabu vinavyotumika katika hukumu. Kwa sababu mtu unaweza kujiuliza, kwa hiyo malaika walikuwa hawachukui taarifa kuanzia anguko? Ni kweli malaika wamekuwa wakichukua taarifa kuanzia anguko la Adamu mpaka kufunga historia ya ulimwengu, bado malaika watachukua taarifa. Kwa hiyo swala la kuchukua taarifa lilikuwepo siku zote. Ndio maana hata kabla ya wakati wa hukumu kuanza, hukumu ya upelelezi tarehe 22 mwezi wa 10 1844, kuna watakatifu walikuwa wamekufa. Kwa hiyo taarifa zao zilikuwa wapi? Malaika walikuwa wameziandika. Lakini sasa swala la hizo taarifa kuanza kufanyiwa uchunguzi kupitia vile vitabu na hatimaye mtu kuambiwa uzima au mauti, hilo swala lilianza tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Ndio maana hilo swala kwa ujumla linaitwa hukumu ya upelelezi. Kwa upelelezi unaozungumziwa hapo sio upelelezi ambao unawakilishwa na malaika kupeleka taarifa, hapana, lakini ni upelelezi wa uchunguzi wa vitabu vinavyotumika katika hukumu, kuamua ole au heri, kuamua uzima au mauti. Unaposoma nukuu hii inaeleza wazi, nukuu hii ya Pambano Kuu tumeisoma sana, Pambano Kuu, Great Controversy, kurasa za Kiingereza 482 aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema wale wahesabiao kuwa wamestahili katika hukumu watapata sehemu katika ufufuo wa wenye haki. Yesu alisema wale wahesabiao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu wanakuwa sawasawa na malaika na wanakuwa wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Luka 20:35-36. Na alisema tena kwamba wale waliotenda mema watatoka katika ufufuo wa uzima, Yohana 5:29. Wenye haki waliokufa hawatafufuliwa mpaka baada ya hukumu ambayo wanahesabiwa kustahili ufufuo wa uzima. Kwa hiyo hawatakuwepo kimwili katika mahakama. Wakati anataja kitu cha kwanza, taarifa. Kwa hiyo taarifa zinachukuliwa siku zote tangu anguko. Anasema wakati taarifa zao. Neno la pili, zikichunguzwa. Kwa hiyo
hii neno zikichunguzwa, kwa lugha nyingine zikipelelezwa. Na upelelezi ulianza tarehe 22 mwezi wa 10 1844 kupitia vile vitabu ili kuamua uzima au mauti. Ndio maana panahitimisha kwa kusema na neno lingine na kesi zao kuamliwa. Yaani kesi zao kuamliwa ni hukumu sasa, baada ya uchunguzi kufanyika katika vile vitabu. Kwa hiyo upelelezi ambao unaambatanishwa na hukumu haukuanza tangu anguko, lakini kilichoanza tangu anguko ni malaika kuchukua taarifa na kuzipeleka katika makao ya mbinguni. Lakini upelelezi huu ambao unaambatanishwa na hukumu ulianza tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Kwa katika siku ya leo tumetazama wakati wa hukumu, lakini pia tumeona tunadhihirishwaje mbele za Mungu. Yaani hii hukumu ya upelelezi inafanyikaje. Na napenda kukukaribisha katika somo lingine lenye kichwa kinachosema hukumu ya upelelezi sehemu ya pili, tuweze kuendelea kutazama kuona jinsi ambavyo hukumu ya upelelezi inafanyika. Ni somo refu, ndio maana kwamba nimeligawa katika vipande mbalimbali, lakini nakusihi usikose. Ni somo nyeti na ndio kitovu cha mpango wa ukombozi, na ndio kitovu cha ujumbe wa malaika yule watatu, kwa sababu ujumbe wa malaika watatu unajikita hasa kutuelekeza kuhusiana na hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo usikose katika kipindi kinachofuata kenye kichwa kinachosema hukumu ya upelelezi sehemu ya pili. Na wakati huo, kama ulivyofanya sasa, usisahau kuwa na kalamu yako, usisahau kuwa na daftari lako, lakini zaidi Biblia pamoja na vitabu vya roho ya unabii. Kwa hiyo tunapohitimisha kipindi hiki, ningependa kuweza kukualika kwa wakati mwingine katika mwendelezo wa somo hili, ili uweze kuelewa vizuri jinsi ambavyo hukumu ya upelelezi inavyofanyika, na hatimaye uweze kuwa katika nafasi ya kusimama kipindi ambapo kuhani atakoma kufanya huduma yake ya uombezi katika hekalu la mbinguni. Lakini tunapohitimisha kipindi hiki, ninakusihi ikiwa una fursa ya kusimama, dumu ukiwa umesimama. Ikiwa una fursa ya kukaa, dumu ukiwa umekaa. Na ikiwa una fursa ya kupiga magoti, piga magoti tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa rehema zako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa wasaa huu ambao umetupatia kwa ajili ya somo hili. Tusaidie tuweze kufanya matengenezo sasa, ili hata kama tukilala leo, tukilala kesho, hata kabla ya Jumapili kutangazwa, tuwe tayari kushinda hukumuni na kuwa wenye haki halisi, bali sio wenye haki bandia. Hivyo tusaidie tuweze kutafakari sana tukio hili la hukumu ambalo unalizungumzia, kwa sababu ndicho kitu ambacho shetani anapambana kisiweze kuwa katika fikra zetu. Lakini Baba, tukumbushe kwa njia ya Roho Mtakatifu aweze kutunong'oneza ya kwamba kuna hukumu inaendelea, na kabla kila mmoja binafsi kupimwa mbele zako kwa njia ya taarifa zinazopatikana katika vitabu, aweze kuwa amepata ushindi dhidi ya dhambi kikamilifu na uzoefu wa kuweza kuishi au kuishika amri yako au kushika sheria yako takatifu pasipokuwa na mwombezi katika hekalu la mbinguni. Na kusihi uweze kumlinda mtazamaji na msikilizaji, na uweze kumpatia roho ya kiberoya, aweze kuchunguza kwa ajili yake mwenyewe, na hatimaye aweze kujiandaa yeye, familia yake, jamii yake inayomzunguka kwa ajili ya kukabiliana na hukumu, lakini pia na kupokea wewe ujapo mara ya pili. Kutana na mahitaji yetu ya kiroho na kimwili, na tunakusihi Baba uende kushikilia pepo, kwa sababu unatuambia kama sio ulinzi wa malaika zako wanaoshikilia pepo, hata rehema yako ingekuwa imeondolewa na tayari tungekuwa tunaanza kuhukumiwa. Lakini nakusihi Baba yangu, endelea kushikilia pepo, malaika zako wazidi kushikilia pepo mpaka pale kazi itakapokamilika katika mioyo yetu. Hapo Baba, tunaamini ndipo kazi ya hukumu ya upelelezi itaanza kwetu sisi. Lakini Mwokozi, kabla ya wakati huo ya hukumu kuanza kwetu, tusaidie kila siku tuweze kufanya toba ya kweli, ili dhambi zetu zote tulizozitenda ambazo zimeandikwa katika kitabu cha dhambi ziweze kusitiriwa au kufunikwa,
kama ulivyoahidi katika neno lako ya kwamba heri aliyesamehewa dhambi zake na kustiriwa maovu yake. Na kusihi Baba, leo tuweze kufanya toba ya kweli, toba ambayo itamfanya Kristo aweze kustiri dhambi zetu kwa damu yake, na wakati hukumu itakapoanza, hukumu ya upelelezi, dhambi zetu ziweze kufutwa na zitengwe mbali nasi. Tunakushukuru hata kwa amani ambayo unatupatia. Tunakushukuru kwa wema ambao unatutendea. Huo wote ni kwa ajili ya kutufanya tuweze kutubu. Hitaji letu kubwa, tupatie Roho wako Mtakatifu katika mioyo yetu, kwa sababu pasipo yeye hatutaweza kufikia ushindi dhidi ya dhambi. Umeahidi katika neno lako ya kwamba dhambi inaweza ikashindwa tu kupitia nafsi ya tatu ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Tunakusihi Baba uweze kutupatia Roho wako kwa wingi, aweze kutukamilisha na kutufanya kuwa tayari kwa ajili ya kuandaa wengine kusimama katika dhama ambayo iko mbele yetu. Naamini umesikia na utajibu sawasawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo, amina.